بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين الكريم نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد. Ndugu zangu katika imani, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametujalia sisi kuwa ni Waislamu, pia akatujalia uhai, pia ametuwafikisha kuwa uhai tumo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hakika tupo katika wakati bora sana, muhimu kwetu na wa thamani. Pia ni wakati wa manufaa na faida kubwa ya dunia na akhera. Huu ni wakati wa nishao wenye cheo mkubwa na hadhi kubwa sana, na sisi matumizi yetu katika kipindi hiki ni zile taa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala yeye anaziridhia. Kufanya kwetu taa ni kufanikiwa kwetu na kunufaika kwetu kupitia riziki wa Ramadhani. Na ipo haja ya kujiuliza, limadha shahru Ramadhan? Kwa nini uwepo wa mwezi wa Ramadhani fi ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ndani ya ummati Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wasallam? Kwa hakika mwezi wa Ramadhani katika jumla ya miezi tangu siku Allah subhanahu wa ta'ala alipoumba mbingu na ardhi, akajalia uwepo wa hii mizunguko ya masiku katika jumla ya masiku ya uwepo masiku ya mwezi wa Ramadhani, hivyo hivyo mpaka ikafika katika huu umma. Lakini hiki kipindi cha mwezi wa Ramadhani katika huu umma ni kipindi maalum. Kwa nini? Ahlul ilmi rahmatullahi alayhim wanatuonyesha sisi hii kwa nini, hikma na sababu ya kuwepo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuwepo kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, na wanaonyesha hilo kupitia dalili za Qur'ani na hadithi. Na sisi kuna haja ya kujifikirisha, wakati Mtume alayhi salatu wassalam ndio anapewa utume, mmoja anapewa unabii kwa kuambiwa ikra ndani ya Ramadhani, pili anapewa utume ya ayyuhal mudaththir, tatu inashushwa ile Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhani. Halafu pakapita miaka takriban 14 imepita tu, hapajasema kitu. Ule mwaka wa 14 ambao ni mwaka wa pili hijiria, inakuja sheria ya kuzungumzwa kuhusu Ramadhani, na awali ya yote kuhusu Ramadhani panazungumzwa kuhusu kufunga, halafu pakatajwa na mambo mengine. Na baada ya hapo ndio unakuta dalili zote zinazozungumzia kuhusu Ramadhani zimekuja baada ya kufaradhishwa ile siamu. Kama vile tunaambiwa kile kipindi kile ambacho ilikuwa Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wasallam anapewa utume, ni kipindi kilikuwa kinaandaliwa kwa ajili yenu, lakini mlitakiwa tu mjue kile kipindi na uteuzi ulipotokezea ndani ya kile kipindi. Sasa yanayotakiwa yafanyike kwenye kipindi kile mwezi mzima ule ni ya limadha shahru Ramadhan fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kuna vitu viwili. Moja, kuna vitu wanahitajika huo umma ufanye kwa ajili ya hii Ramadhani, lakini pili, kuna vitu Allah anavifanya yeye mwenyewe kwa ajili ya hii Ramadhani. Yakul katika jawabu la kwa nini mwezi wa Ramadhani, moja, Ramadhan li ajli siyam, kwa ajili ya kufunga. Yani haisuluhu, haifai kuishi mtu ndani ya mwezi wa Ramadhani mchana wake kawa hafungi,
haukuletwa ule mwezi, haukuletwa isipokuwa kwenye umma kwa ajili umma huu ufunge. Na anazungumzishwa kuhusu kufunga kila mtu madam amefikia baligh, akifunga kwa kutekeleza wajibu fabiha wa neema. Akiacha kufunga basi anawajibishwa, anatakiwa awajibishwe katika sheria tukufu ya Uislamu kwa kuadhibiwa. Kwa hiyo kwa nini Ramadhani ni kipindi cha mchana na usiku, lakini kwa nini imewekwa kwa ajili watu wafunge? Allah subhanahu wa ta'ala anasema faman shahida minkum shahra, ambaye atauingia katika nini huu mwezi, falyasumhu, au funge, lazima afunge. Umewekwa kwa ajili watu wote wafunge. Asiyefunga hajakubali Uislamu, kama vile kafiri. Ni wajibu asije akaonekana anakula au anakunywa, na akionekana adhibiwe. Lakini kwa mtu yoyote ni haramu kuuza chakula kinacholika ambacho kishakuwa tayari kwenye mwezi wa Ramadhani, au kuuza maji kwa ajili mtu akaenda akanywa, au ambacho hakijapikwa lakini inafahamika huyu atakwenda kula. Ni haramu kumuuzia, ni haramu kumzawadia, ni haramu kwa muamala wote wa chakula na kinywaji kwa mtu ambaye anafahamika hafungi. Kwa nini? Kwa sababu ummati Muhammad umewekewa huu mwezi wa Ramadhani ili huu mwezi wa ufunge. Pili, huu mwezi ni kwa ajili ya kukimbilia kwenye mema. Qala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam usema idha kana awwalu laylatin min Ramadan, ukifika usiku wa kwanza tu katika mwezi wa Ramadhani, ule ukifika tu basi kuna mambo yanafanyika. Katika hayo kuna mnadi wa Allah ananadi ya baghi alkhairi aqbil, wewe mpenda kheri, songa mbele kwa kheri. Lakini kipindi gani Ramadhani? Kwa nini Ramadhani katika ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Liliqbali ala alkhairi, ni kuyakimbilia mema, kuyafanya. Special umewekwa mwezi kwa ajili ya hilo. Na ikisemwa hivi panakusudiwa kwamba sisi mambo yetu tunayoyafanya kikawaida lazima tuyapunguze, mambo ya ada lazima tuyapunguze, mambo ya kutafuta riziki lazima tupunguze muda kule. Kama tukiwa kabla ya Ramadhani, muda tulikuwa tukiutumia kwenye mambo yetu ya kikawaida ya halali, na ndani ya Ramadhani ndio ule sio sisi baghi alkhair, sio sisi tunaotafuta khairi. Lazima kupunguza majambo kwa ajili ya kukimbilia kufanya mengi mema, tena kuyafanya vizuri. Limadha Ramadhan fi ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwa nini hii Ramadhani tena kwenye ummati Muhammad especially? Lilusufi ani shari wal maasi, ni kwa ajili ya kujing'oa na shari na uasi. Na Allah analeta mnadi aseme ya baghi ya shari aqsir, wewe mfanyaji wa shari acha. Na naambiwa kila mtu ni na nani ambaye hafanyi maasi, na nani ambaye hafanyi shari, na nani ambaye shari zake hazijui. Kila mtu anazo shari na anajua shari zake, anajua mabalaa alionayo. Mpesi wa kukasirika, alafu akasirika atukana, ajijua, acha, jiepushe. Mwepesi wa kulalamika, acha, jiepushe. Mwepesi wa kusema ovyo ovyo, sengenya, kufitinisha na mengine, acha, na mengine. Baghi ya shari asa. Huu ni wito kwa ajili ya Ramadhan. Limadha?
usufi anisha, kuacha hizi shari. Limadha Ramadhan fi ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwa nini uwepo wa Ramadhani katika ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam? Liliitikaf, kwa ajili watu wajifunge, wapate muda special wajifunge misikitini. Ikitajwa itikaf, yani kabla ile itikafu yenyewe kuna kitu kinaonyeshwa kwa watu, kwa Waislamu, kwamba ukiambiwa ndani ya masiku 10 ya mwisho kakaa itikafu mtawalia yote, maana yake kabla ya masiku 10 yale msikiti uzoee sana. Kuingia kwako msikitini kabla ya Ramadhani na kuingia kwako msikitini ndani ya Ramadhani kutofautiana. Kuwepo kwako msikitini kabla ya Ramadhani na kuwepo kwako msikitini ndani ya Ramadhani kutofautiana. Uwe na muda mrefu wa kuwepo msikitini. Itikafu ni ibada muhimu, ni ibada inayosababisha ibadati nyingi, na kuingia itikafu si rahisi. Yani wala hivi, lakini si rahisi sana, mpaka msikiti ukubali, mpaka msikiti ule msikiti wenyewe unajisikia raha na wewe. Kuna hizi kuta usizione hivi, hizi kuta hizi za msikiti usizione hivi unaziona kama kuta za nyumba yako, kama hizi ni kuta maalum hizi. Hizi zina kheri, hazina shari. Hizi zina rahma, hazina balaa. Hizi ndani yake kuna malaika wa masaa 24 tena na mchana zamu. Sasa hii uwepo wa msikiti ni system, ni nidhamu. Hii system mpaka ikukubali msikitini utakaa. System kama haikukubali na kutema msikitini huna raha, ukai msikitini. Na ukikaa basi ukai kwa malengo, kwa sababu system imekutema. Limadha Ramadhan fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam limuawadati almasajid, kwa nini hii Ramadhani katika ummati Muhammad alayhi salatu wassalam? Kuizoea misikiti na kuwepo msikitini. Ama yakhadu ahadun ila almasjid fayataallama ayatan min kitabillah khayrun lahu min naqa au ayatayn khayrun lahu min naqatayn au thalath khayrun lahu min thalath wa a'dad dhalika min al-ibl. Watu waende zao misikitini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema waende huko wakasoma Qur'ani, angalau aya moja basi ni bora kuliko ngamia, yani kuliko hizo kazi tunazofanya. Uunguze shughuli, angalau aya 2 ni bora kuliko ngamia wewe, maana kuliko thamani ya kidunia. Wa thalath khairun lahu min thalath ila a'dad dhalika, kabla kadri atakaposoma aya nyingi ndio kadri atakapopata fadhila nyingi kuliko hicho anachokipata hapo alipo. Sasa Ramadhan limuawadati almasajid ndio ikawekwa pia itikaf. Imekuja katika hadith, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya'takifu, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anakaa itikaf al-ashra al-awakhira, siku 10 za mwisho min Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhani. Nini? Kuizoea misikiti na kuwepo. Na itikafu ni ibada ya usiku na mchana, sio mchana tu au usiku tu. Sasa ule uwepo wa msikitini ni muhimu. Tulipoambiwa tujenge misikiti, tulipoambiwa tuitie manukato misikiti, tulipoambiwa tuisafishe misikiti ili nafsi zizoee, na halafu tukiingia pasiwe pana sehemu ya kero, pananuka au ni pachafu, iwe sehemu safi na nukia nzuri tuwepo. Ikiwa misikiti imejengwa, ina mazulia, ina vipepea, ina kadha, halafu hatuizoei, hasa ndani ya Ramadhani. Ramadhani ambayo ni kwa ajili ya ummati Muhammad alayhi salatu wassalam, tutakuwa tunajitema. Wako waliokusudiwa
sio sisi. Lakini tukitumia Ramadhani kwenye haya ambayo dalili za kisheria zinatuonyesha, itakuwa ule umma ambao umekusudiwa Ramadhani kwa ajili yao ndio sisi, na ndio itapatikana ile ikram. Ipi? Limadha Ramadhani, kwa nini uwepo na Ramadhani fi ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam li lailatul qadr, ili ummati Muhammad ufikie uko macho haulali, hakuna kulala ikawa watu wanakoroma. Inaleta Ramadhani watu wapunguze usingizi, wajizoeshe kuanzia sasa mpaka ikifika sasa zimebakia siku 10 za Ramadhani, wanaambiwa hapa usingizi hasa msiwe nao. Hii Ramadhani hii imetaka musilale, usingizi hasa muache. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ahya laila, anakuwa hai usiku kucha, kwa sababu kulala ni kufa kifo kidogo. Anakuwa hai usiku kucha kwenye yale masiku 10 ndani ya mwaka. Basi masiku 10 tusilale ndani ya yale masiku 10 ambayo yako ndani ya Ramadhani, kuyafikia tupunguze usingizi sasa, kuanzia sasa. Kule kuna nini kwenye masiku yale 10? Kuna Lailatul Qadri, kuna usiku unaitwa usiku wa Lailatul Qadr. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban faghfira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atakayekuwa ana iko macho, anafanya ibada ikiwemo ibada ya sala katika usiku ule, ana msamaha wa dhambi yake yote. Yote haya ni kwamba kuingia katika Ramadhani ni kutumia yale ambayo sisi tumetakiwa tuyafanye ndani ya Ramadhani. Ikiingia 10 la mwisho hili, ikawa tunalala siku ya kwanza, siku balaa, patosha, hatujafahamu Ramadhani, hatujajua Ramadhani kama tumemsudia sisi. Hatuwezi kwa ajili ya pesa, ana wiki ngapi? Takriban 3 au 4 halali. Kwa ajili ya nini? Yeye ni mwajiri wa mwanajeshi, halali wiki ngapi? Kama 7 au 6, halali kabisa. Usingizi hasa ukatwe. Yangu ile jahannam ile ilivyo na shida zake, tukorobe. Ramadhani imekuja, ghuliqat abwabun nar, kufungwa kwake. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile jahannam ile kila mtu ameandaliwa akaingia, kila mtu kuna nafasi yake kule. Ile inafungwa kwa sababu watu usiku hawalali kwa kukimbia ile shida, kukimbia lile balaa la jahannam. Kwa sababu hawalali inakomelewa, maanake walio macho wao hawamo kwenye orodha ya jahannam, hawamo. Limadha Ramadhan fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maelezo yapo na dalili insha Allah tutasoma, lakini tujifungue na tujiamshe. Bado mwanzoni mwa Ramadhani, lakini bado tusinzia sana. Yani tunataka mpaka iingie, yani ile Ramadhani pengine mpaka iingie katika maungo yetu, hiyo kwenye maungo yote hiyo Ramadhani ndio shamba ingie. Yani sisi kabla Ramadhani tumejiandaa, ile ikiingia Ramadhani sisi inaingia katika maungo. Kila siku zikenda sisi tunakolea, na ikifika 10 la mwisho, maana yake sisi ndio tumeshafikia kwenye kilele ile kilichokusudiwa kikubwa. Tunajituma vile inavyostahili, inavyotakiwa kujituma, kwa sababu Ramadhani imeletwa kwa ajili yetu, na hapa ni kilele kwenye hii Ramadhani. Wallahu musta'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.